Mfalme akajikuta ana amani, hana muda tena wa kujihangaisha na mambo ya kifalme. Akapata muda wa kutulia, kwa sababu ndani ya mawaziri kuna mtu mmoja ambaye anaifanya nchi kuonekana ni ya tofauti, kwa sababu ndani yake kuna kitu cha tofauti. Pigie Yesu makofi. Biblia inasema ya kwamba ndipo mfalme akaazimu, akaamua moyoni mwake kwamba sasa nitamwinua Danieli. Akamwinua Danieli kutoka kwa wale mawaziri watatu, akamwinua akawa juu ya mawaziri wote, maana akawa waziri mkuu. Bwana Yesu sana. Biblia inasema kwamba ndipo sasa alipokuwa waziri mkuu, maana mawaziri wengine wakategemea mwongozo na maamuzi kutoka kwa Danieli, maana Danieli akawa mbele yao, wao wanafuata nyuma. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ndipo aliendelea kuifanya kazi, akaifanya kazi kwa moyo. Mfalme Dario akafurahi mno, nchi kanufaika. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuna wengine ambao hawakufurahia, kwa sababu waliona ya kwamba mfalme Dario moyo wake uko kwa Danieli. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ndipo walipokaa kikao, wale mawaziri wengine na viongozi wengine wakakaa kujadili, maana mioyo yao haina amani. Danieli anawapa shida katika uongozi wake, maana walizoea kuishi katika maisha ya udanganyifu, walizoea kuishi katika maisha ya utapeli, walizoea kuishi katika maisha ya kuchakachua mali za nchi. Wakaona ya kwamba sasa mianya imezibwa, hakuna mifereji inaweza kupitisha mianya ya rushwa, maana mtumishi wa Mungu Danieli amesimama katika zamu yake na katika utumishi na katika mwangaza na mwongozo aliyowekwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Biblia inasema ya kwamba walipokaa mioyo yao ikawa na hasira, ndani yao kukawa na chuki, upendo kwa Danieli ukaondoka. Biblia inasema ya kwamba ndipo wakakaa wakasema, mtu huyu tufanye nini? Lengo lao ni kutafuta kumfarakanisha na mfalme, maana yake ni kumkosanisha na rais, ili rais asimpende wala asimuelewe, ili kwamba wakosane, wawe huru kwa ajili ya kufanya mambo yao yasiyostahili. Haleluya. Biblia inasema ndipo wakakaa wakajadili, wakamtathmini Danieli, wakatafuta makosa. Biblia inasema ya kwamba hawakuweza kuona, maana ndani yake hakukuwa na hatia yoyote. Alisimama kwa uaminifu. Wakajaribu kuangalia, wakakuta hakuna. Wakajaribu kuangalia kwenye rushwa, hayupo. Wakajaribu kuangalia kwenye ugomvi, hayupo. Wakajaribu kumwangalia kwenye ulevi, hayupo. Wakajaribu kumwangalia kwenye uwaji, hayupo. Biblia inasema ya kwamba ndipo wakakaa chini, wakaanza kumtathmini, wakaanza kumfuatilia, wakaanza kutafuta kwamba Danieli anapenda nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaangalia wakaona Danieli anapenda nini. Ndipo walipokuta wakafuatilia maisha ya Danieli, wakakuta Danieli yeye siku zote huwa anaishi maisha ya kupenda kuzungumza na Mungu. Hana nafasi ya kusema vitu vingine, ana nafasi ya kumtafuta Mungu. Wakasema kwamba tutaweza kupata sababu yoyote ya kumshtaki Danieli wala makosa yoyote kuyaonyesha kwa mfalme, ili mfalme aweze kuzikuta hatia kwa Danieli. Wakasema tutakwenda sasa kuingia kule kwenye mipango na kwenye mikakati anayoifanya kwa maisha yake, jinsi anavyopenda, kwa maisha anayoyapenda. Tutaingia katika nyenzo za yule Mungu wake anayemtumikia siku zote. Danieli alikuwa na kanuni siku zote ya kukaa katika maombi. Alikuwa ni mtu ambaye hana muda wa kuzungumza chochote. Alikuwa anategemea uongozi kutoka kwa Mungu. Alikuwa anapenda kutengenezewa dira na Mungu. Alikuwa anapenda kukaa magotini pa Mungu. Biblia inasema ya kwamba ndipo wakakaa wote viongozi, wakakusanyika, wakasema twende kwa mfalme. Biblia inasema ya kwamba ndipo walipochukuana, wakasema tutakwenda kuzungumza kwa mfalme ya kwamba mfalme Dario, tunakupenda na tumejitoa kwa ajili ya kukusaidia na kwa ajili ya kuifanya nchi iende mbele, na tumekuteua unatufaa. Ni lengo la kutafuta, lengo la kufanya mipango kwa ajili ya kumtoa Danieli katika mikono ya Mungu. Sikiliza nikueleze, Biblia inazungumza walipokwenda kwa mfalme, wakakusanyika mahali pale, wakakaa, wakamwita mfalme. Wamekaa mawaziri, wamekaa wabunge, wamekaa wakuu wa mikoa, wamekaa viongozi wote, wakakaa wakasema mfalme akaitika. Ndipo Biblia inasema ya kwamba akasema, sisi viongozi wako uliotuteua na kutuchagua, ambaye tumejitoa kwa moyo wa kweli kwa ajili ya kukutumikia mfalme, tumeona tutengeneze jambo moja. Hebu sikiliza nikwambie kanisa,
Ninataka nikueleze kabisa, katika maisha tunayoishi, katika wokovu tuliopokea, sikiliza ugundue kitu kimoja. Hakuna kitu kikubwa, ulizungumza hata wiki iliyopita, hakuna kitu kikubwa, hakuna kitu cha thamani kama wokovu uliopokea. Sikiliza nikueleze, wokovu uliopokea ni nguvu ya Mungu. Wokovu uliopokea ni uwezesho. Wokovu uliopokea wachawi hawawezi, waganga hawawezi, majini hayawezi, kifo cha bila sababu hakiwezi. Lazima utakufa kwa mpango wa Mungu. Lazima ufe kwa mpango wa Mungu. Na tulio katika Kristo huatufi, tunalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuna utofauti. Sikiliza nikueleze, unapomtumikia Mungu, si kwamba shetani amependa. Unapokuwepo mahali hapa, shetani hajapenda. Unapoketi mahali hapa, unapolisikia neno, shetani hajapenda. Na adui yetu mkubwa ni shetani aliyekataliwa tangu mwanzo. Hata leo tunamkataa katika Ebeneza. Tunamkataa chini ya Yesu aliye hai. Sikiliza nikwambie, lakini ninataka nikueleze, nikazungumza hata wiki iliyopita ya kwamba Mungu anapotuokoa hajatuacha kama tulivyo. Ninataka nikueleze, ametupa uwezesho mkubwa, na ndio huwa nauzungumza mchana wa leo. Hebu sikiliza nikueleze, Mungu anapotuokoa huwa anaweka nguvu. Anapotupa nguvu, manake tunaondoka kwenye udhaifu. Anapotupa nguvu, manake kuna adui yupo. Anapotupa nguvu, manake kuna mapigano tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sikiliza, inasema kwamba ndipo alipokaa mfalme akakubali, akasema sawa. Wakasema haikiwepo mtu yoyote wa kuabudu Mungu aina yoyote, wala kumwabudu mtu yoyote, isipokuwa kuabudu wewe mfalme ndani ya siku 30, ndani ya mwezi mmoja. Sikiliza nikueleze, huku mtumishi wa Mungu Danieli ametulia, anazisikia taarifa zote, maana na Roho wa Bwana anayempa taarifa juu ya maadui, juu ya vitu vinavyoendelea. Vinasema ya kwamba ndipo akasema ya kwamba sasa Mungu, ninakuachia wewe, utayamaliza wewe. Vinasema ya kwamba ndipo mfalme akakubali, bila kujua mfalme anaingizwa kwenye mtego, bila kujua mfalme anakwenda kuharibiwa nchi, bila kujua mfalme ya kwamba kuna kitu kinatafutwa katikati ya nchi. Ninataka nikueleze mtumishi wa Bwana, kuna jambo moja lilimwokoa Danieli, ndilo litakuokoa mchana wa leo, ndilo litakuponya mchana wa leo, ndilo litakufanya uwe na nguvu, ndilo litakufanya ujue thamani ya Mungu juu ya maisha yako. Hebu sikiliza, inasema ya kwamba ndipo mfalme alipoheshimu, akasema sawa. Akasema ya kwamba haiwezekani kuzungumza hivi, lazima tuweke limiti. Mfalme kama jinsi ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi, lazima kitu tunachoazimia ukiwekea sahihi, ukigongea mihuri, manake ili kisiweze kubadilika, hakitofanyika kitu nje ya hicho ambacho umekiidhinisha mfalme. Hebu sikiliza kanisa, hapo ulipo unatafutwa, hapo ulipo unawindwa, hapo ulipo unawindwa vibaya, hapo ulipo maadui wamekaa kwa ajili yako, na adui hajalishi anatoka mbali, adui anakuwa karibu. Adui inawezekana yupo ndani ya shati lako, adui inawezekana yupo ndani ya ndoa yako, inawezekana yuko kanisani, inawezekana yuko njiani unaporudi, inawezekana ni wazazi, inawezekana ni ndoa au uchumi. Sikiliza kanisa, Mungu hajatuacha tulivyo. Mungu hataki tutembee kama watu tusiojielewa. Lazima tumwelewe Mungu. Mungu yupo kwa ajili ya kujifunua kwetu, ili ulimwengu tambue, ili ulimwengu ujue ya kwamba Mungu tunayemtumikia si Mungu haba, si Mungu maskini, si Mungu mzaifu, ni Mungu mwenye nguvu. Mshangilie Yesu. Inasema ya kwamba ndipo mfalme akachukua dokumenti zake, akachukua ile waraka wake, akagonga muhuri, maana yake akakubali. Mtumishi wa Mungu Danieli alikuwa ni mtu ambaye anaishi, ni mtu mwenye nguvu, ni mtu anayependa sana maombi. Ninasema ya kwamba aliposikia habari hizo, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kumtafuta Mungu. Anasema ya kwamba kutwa alikuwa anaomba mara 3. Ni mtu ambaye alikuwa anatembea na dozi ya maombi. Mwambie jirani yako, dozi ya maombi. Dozi ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba alikuwa anaenda asubuhi, anaenda mchana na jioni. Ninasema ya kwamba ndipo walipoweka mtego, wakaanza kumfuatilia. Ni watu ambao anakaa nao kikao kimoja, ni watu ambao anapanga nao mambo ya nchi kwa pamoja, ni mtu ambaye ni watu ambao wanakaa meza moja. Adui haijalishi anatoka wapi, adui ni wa nyumbani mwako. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine unaweza ukawa unaabudu, unamuona mpendwa mwenzako ya kwamba huyu ni wakunitia moyo, ndio anayokuwa wa kwanza kukuangamiza. Unahisi ya kwamba huyu ni wakunitia moyo, hata wakati wa imbaji ndio wa kwanza kukusema vibaya. Unahisi ya kwamba unapomtolea Mungu, unahisi ya kwamba ni mtu wa kunitoa moyo, unakuta ndiye anasema, anajipendekeza. Ninataka nikueleze, tuna kitu kimoja ambacho ni kizuri mno, na ndio maana shetani huwa hamtafuti mtu wa baridi, anamtafuta mtu wa moto. Hatafuti mtu aliyekaa tu bila kazi ndani shambani mwa Bwana, anamtafuta mtu anayefanya kazi kwa uaminifu, anamtafuta mtu mwaminifu ili amtoe kwa uaminifu aweze kuleta maluelue yake. Lakini Mungu yupo anatuambia ya kwamba ipo nguvu ndani ya jina la Yesu Kristo. Wanaokaa pamoja, ninasema ya kwamba ndipo wakaendelea kumfuatilia, wanamfuatilia jinsi anavyoishi na jinsi anavyokwenda. Ninasema ya kwamba ndipo Danieli alipanda juu kwenye nyumba yake, alikuwa anaishi juu ya ghorofa. Ninasema ya kwamba akakaa usawa wa dirisha linaelekea Yerusalemu. Ninasema ya kwamba akapiga magoti, akaendelea kumlilia Mungu, mbingu zikafunuka, akaona uwezo wa Mungu. Ninataka nikoleze, Danieli hakujali wakati wamefanya mpango ya kwamba mtu yoyote anayeabudu Mungu yoyote, anayemtaja Mungu yoyote lazima ataangamizwa. Danieli hakuona kifo, bali akaona uzima. Danieli hakuona wala tundu la simba, bali akamwona Kristo. Inasema ya kwamba akajisikia nguvu, akaendelea kumiminika mbele za Bwana bila kuangalia kushoto, bila kuangalia maadui, bila kuangalia wingi wa maadui. Haikujalisha yuko peke yake, akaona wako wengi na malaika wa Bwana. Sikiliza nikwambie, kwa nini Danieli alijiona hivyo? Kwa nini Danieli alijisikia nguvu? Kwa nini Danieli aliona msaada wa Mungu? Ni kwa sababu alikuwa na nguvu ya maombi. Amen. Haleluya. Haleluya. Nguvu ya maombi ni uwezo wa nguvu za Mungu. Nguvu ya maombi ni sehemu ya kukufanya uwe mwamba imara. Nataka nikueleze, maombi haijalishi, wala si kwamba maombi mpaka watangaze. Maombi ni mwenyewe, kwa sababu maombi ni faida yako. Maombi ndio yanakufanya uonekane ni Mkristo mwenye nguvu. Maombi ndio yanakufanya Mungu ajifunue kwako. Maombi ndio yanafanya kwamba wachawi washindwe. Maombi ndio yanafanya kwamba uchumi wako ufunguke. Maombi ndio yanakufanya Mungu akupe ufahamu wa kuweza kuishi katika dunia na kuzikamata hazina za Mungu alizoziweka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombi ni chakula cha Roho Mtakatifu. Maombi yanamfanya Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako ajisikie nguvu. Maana yake anapojisikia nguvu, tayari ni uwezo wewe wa kuweza kuhimili na kupambana. Haijalishi ni kiasi gani, haijalishi na mtu gani, haijalishi na mtu mwenye sifa gani. Kuna watu duniani wana sifa kubwa ya kwamba huyu kila mtu anamtaka, hata rais anamjua, lakini maombi hatakufanya uwe na nguvu. Umuone ni mtu mdogo, bali aliyepo juu, Mungu wetu aliye hai, umuone ni mkubwa juu ya yote. Hakuna anayezidi juu ya Mungu uliyempokea. Ukimpokea kama Mungu ulivyompokea, maana yake wewe ni mkubwa kuliko kitu chochote, kuliko wachawi, kuliko waganga, kuliko matajiri wa dunia, kuliko viongozi wa nchi. Wewe ni mtu mkubwa, umebeba vitu vikubwa ambavyo hata rais hana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inasema ya kwamba ndipo walipofuatilia, wakaenda, wakaona amepiga magoti, wakapeleka taarifa. Mfalme akaitika, akasema nipo hapa. Akasema si wiki iliyopita tulikaa pamoja, tukaazimia asiwepo mtu yoyote wa kuabudu kwa mtu yoyote, wala kwa kitu chochote, wala kwa Mungu yoyote isipokuwa kwako mfalme. Mfalme akaitika ndio. Akasema lakini kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Danieli, yule aliyehamishwa kutoka kwa Wayuda. Sikiliza, amekusaliti, amekuwa kinyume cha wewe. Kumbe lengo ni kumharibu Danieli, ni kuharibu sifa ya Mungu, kuivuruga sifa ya Mungu, kuvuruga mpango wa Mungu. Lakini nataka nikueleze, mwambie jirani yako, Mungu ana mpango na wewe. Sema Mungu ana mpango na wewe. Ninataka nikueleze, kuokoka kwako Mungu alifanya mipango mikubwa. Hebu sikiliza, Mfalme aliposema ya kwamba sasa ndicho alichokifanya Danieli, inasema ya kwamba hasira ikawaka, maana amenisaliti, maana amenikataa. Lakini kwa upande mwingine akatulia Mfalme,
akazikumbuka kazi za Danieli, akakumbuka nchi inavyokwenda, akasema hapana, uchungu kaja tena. Lakini wakaona kwamba mfalme anatafuta namna kumwokoa Danieli. Wakapiga tena mfalme, akamwambia mfalme, kama jinsi ilivyo sheria wa Wamedi na Wajemi, haiwezekani kubadilika, lazima Danieli angamishe. Ninataka nikoleshe, kuna watu wanalazimisha ufe, kuna watu wanalazimisha usisonge mbele, kuna watu wanalazimisha wokovu wako usiendelee, kuna watu wanalazimisha kwamba usieleweke, lakini Mungu ana mpango wa kukufanya ueleweke. Mungu anakufanya ana mpango wa kukuinua. Kuna watu tukitembea wanakucheka, kuna watu tukitembea wanasema umekosa kazi. Kuna watu wanapoambia ninaenda ibadani wanasema amekosa cha kufanya, wanasema hana akili timamu, lakini kumbe ni Mungu ana mipango na wewe. Ninataka nikoleshe, Mungu aliyempokea hawezi kukuacha. Mungu aliyesimama na Danieli hawezi kukuacha, na Mungu si muongo, Mungu ni mkweli. Sikiliza mchana wa leo, ninasema ya kwamba ndipo alipojaribu kujiangaisha, wakamchukua wakaenda naye kwa mfalme. Mfalme ameketi, akaketi, akamweka mbele yao. Watu wamemzunguka, wapo wazee, wapo wenye vyeo, wapo watu nchi nzima, viongozi wakubwa wenye mandevu mengi na marefu. Lakini Danieli hakutetemeka. Alimwona yule aliyemkomboa, yule aliyeshinda msalabani. Hakutazama, hakuangalia wingi wa maadui, aliangalia ukubwa wa Yesu Kristo aliyempokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema ya kwamba ndipo mfalme akajiangaisha, akasema hapana, sitoweza. Akajiangaisha kumwokoa. Lakini ninataka nikoleshe Danieli bila kutetemeka. Ninataka nikwambie kazi ya maombi. Maombi yana kazi kubwa, maombi yana kazi nzito. Maombi yanamfanya mtu kuto kujali mwili, bali kujali roho iliyo ndani, kuijali roho na kuiona roho ni ya thamani kuliko mwili wa nje. Maombi yanaua utu wa nje na kuibua utu wa ndani. Danieli alikubali mwili wa nje ufe, maana kuona thamani. Ninataka nikueleze, mwili tulioubeba ni kuwa kwa njia ya maombi. Hatuwezi kushinda pasipokuwa mwili wa nje, lazima tutaendeshwa. Shetani anapenda kutafuta kupitia mwili wa nje, na ukisoma katika Biblia nasema ya kwamba mwili tulioubeba hauna nafasi katika mbingu. Mwili tulioubeba tulio nao unabaki duniani. Kuna mwili tutabeshwa ambao uko mbinguni kwa Mungu wetu. Si mwili inayotesa, si mwili inayotuangaisha, si mwili inayotaka kula, si mwili inayotaka kuvaa, ni mwili inayong'aa, imevalishwa nguo original. Hii mwili tunaivaa kwa nguvu ya maombi, na mwili tunaushinda kwa nguvu za maombi, wala si kwa nguvu za kuzungumza mdomoni, wala si kwa nguvu ya kutafuta sheria za dunia, wala si nguvu za kutafuta kushinda. Ni kwa njia ya unyenyekevu, kujiona wewe si thamani, si kitu. Uko tayari kufa kwa ajili ya Kristo Yesu Kristo. Yeye amekufa kwa ajili yetu. Ninataka nikwambie, na lengo la kutukomboa, maana yake tuipitie njia ya Kristo. Kama Kristo aliteswa, kama Kristo alizalauliwa, lazima tuipitie njia hiyo. Katika miili tulio nayo lazima izalauliwe. Miili tulio nayo lazima itachekwa, lazima itasimangwa, lazima itahuzunishwa na kusononeshwa, lakini tunapata nguvu kwa njia ya maombi. Tunapoomba Mungu anatuimarisha. Hebu mpigie Yesu makofi. Haleluya. Miili tuliyoibeba haina nafasi. Danieli akaona mwili alionao hauna nafasi, ni mwili wa kuoza, unarudi katika udongo. Ni kwa nini nikose mwili uliong'arishwa kwa damu ya Yesu Kristo, mwili wa thamani, mwili usiofananishwa na miili ya dunia, ambao hauna magonjwa, ambao hauna njaa, ambao hauna kiu, umeshibishwa na Yesu Kristo. Ni mwili ambao hauna fedheha, ni mwili ambao hauna huzuni, ni mwili unaotamani kuwepo nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Ninasema ya kwamba ndipo alipotamka Danieli amekaa, ameketishwa mahali pale. Wanamwangalia, wanampa maneno mazito ya kumfanya asiwepo duniani. Lakini mfalme akasema sina namna, kwa sababu waliazimiana na tayari wameweka sahihi. Akasema sasa una wajibu wa kuondoka Danieli. Wakamchukua wakati wameandaa gereza la kuwanyonga watu wastahilio. Ndani yake mle wamechimba shimo, lina simba wakali wenye njaa ya miaka mingi, wanaotafuta damu za watu usiku kucha.
mchana kutwa wameandaliwa kwa ajili ya kuwatafuna watu waaminifu, maana dunia haipendi waaminifu. Ukisema kweli watakuchukia, ukisema ukweli watakupenda, ukitamka kweli watakufukuza, ukitamka kweli watasema hilo nalo. Ninataka nikueleze, lakini kweli inakulinda, kweli itakuinua, kweli itakutetea, kweli itakusimamisha, kweli itakuimarisha, kweli itakutia nguvu, haitakuletea hofu. Kweli itakufanya kuwa imara, na kweli ni neno la Mungu, na kweli ni Mungu mwenyewe, na kweli ndio hiyo unayotumikia leo, na kweli ndio ulioipokea. Danieli hakuogopa, akasema sawa. Walipomkamata na kumpeleka, wakamuingiza kwenye lile shimo lina simba wakali. Linasema ya kwamba ndipo Mungu akafanya kitu kikubwa ambacho alichokifanya. Leo anazungumza na sisi, maana anatujua tulivyo, anatujua tunakokwenda, anajua wingi wa maadui zetu, anajua jinsi vitu vinavyotutafuta, anajua jinsi shetani alivyo na kasi ya kuidhoofisha Injili, ya kuwadhoofisha watakatifu wa Bwana, ya kuwafanya watakatifu wawe wachache, ya kuwafanya watakatifu waondoke, wasiwepo duniani ili aweze kuiharibu dunia. Lakini Mungu naye na mpango wa kukuleta mahali hapa, wa kunileta mahali hapa ili tuweze kuipambania Injili. Lakini anatupa neno moja, ya kwamba nguvu ya maombi ndiyo uwezesho wetu wa kushinda. Inasema ya kwamba walipomtupia kwenye lile shimo, inasema ya kwamba ndipo simba walipomwangalia hawakujisikia njaa, maana ameingia mtu wa tofauti, ameingia mtu wa tofauti. Wakajisikia kushiba kuliko kushiba waliko kuzoea wao. Wakajisikia amani na furaha ndani ya shimo, wakajisikia kuwa wako paradiso, maana wamekutana na mtu ambaye ni tofauti na mtu wa dunia. Wamekutana na mtu ambaye ana nguvu ya tofauti, wakakuta wanajisikia hawako kwenye shimo, bali wako paradiso. Haleluya, amina. Wakajisikia nguvu. Ninataka nikueleze, Mungu anapokubadilisha, Mungu anapokuokoa, anakungalisha. Hata wanapokuona wachawi, ninataka nikueleze, wanaiona nuru, wanaona mwanga. Ninataka nikueleze, wanapokuona watu aina tofauti ambao wana makusudi mabaya juu ya maisha yako, wanakuona ni mtu tofauti. Ninataka nikueleze, simba walipoangalia hawakujisikia kwa huku, mfalme akajisikia kukosa raha. Inasema ya kwamba ndipo mfalme akarudi hemani kwake, akarudi katika nyumba yake, anajisikia huzuni, hana raha. Siku zote walikuwa wakimpigia vinanda, wala kusikia tena vinanda, hana amani ndani yake. Ninataka nikueleze, leo naiona dunia imekaa mahali hii, imekaa namna hii, ni kwa sababu wewe upo. Dunia ingekwisha kukuwa zamani, lakini kwa sababu uko mteule wa Bwana, ndio maana Mungu anatupa dakika za nyongeza za kuweza kuwepo duniani. Ni kwa sababu ya Mungu anakusamini. Mungu anasikia ya kwamba unatamka nini, unahitaji nini, anafanya kile unachokihitaji. Ninataka nikueleze, tumesoma katika kitabu kile cha Wafilipi siku ile wiki iliyopita, ya kwamba anasema haja zenu nazijulikana mbele za Mungu. Anatazama ya kwamba una haja gani, una kitu gani unachokitamka mbele za Bwana. Hawezi kufanya bila kutamka. Unahitaji Mungu akufanyie nini? Unapotamka ndipo nafanya. Mungu anahitaji unapomtumikia tuwe ni watu wa kumuomba Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Tuwe ni watu wa kumuomba Mungu tunapoomba mbele za Mungu, na ndipo Mungu anapojifunua na kufanya mambo makubwa, na kanisa linaongezeka. Watu wanakimbilia mahali hapo, wanaiona neema na nuru, wanaziona nguvu na uponyaji. Wapo watu wameshindwa, wapo watu wana shida, wapo watu wana uchungu usioisha, wanatamani kujinyonga. Nimesikia juzi kuna mtu amekunywa sumu, anataka kufa maana haioni amani. Nataka nikoleze, amani tulionayo si ya ulimwengu, wala si kama ulimwengu jinsi walivyo. Wanapata shida, hawatamani kuishi, lakini neema tuliyoipokea ni neema kubwa mno, neema ambayo haifananishwi na neema yoyote duniani. Ninataka nikoleze, ndipo alipomtubia simba hakuweza inasema ya kwamba ilipofika asubuhi, aliwahi mfalme kwenda kuangalia. Alipofika mahali pale, aliita kwa sauti, akasema, Danieli, mtumishi wa Mungu, je, Mungu nayemtumikia aweza kukuokoa na simba? Danieli akasema, mimi ni mfalme, Mungu alinitazama, sina hatia na wewe, hakuna kosa lolote nililotenda mbele zako. Ninataka nikueleze, Mungu anaposimama
na kufanya kwa uaminifu, Mungu anaondoa hatia, anaondoa makosa, anasafisha, na ndipo msaada wa Mungu unakuwa karibu. Akasema mfalme alijisikia amani, alijisikia furaha. Ndipo mfalme akaheshimu, akaitisha mkutano mkubwa, akasema sasa iwe siwepo mtu yoyote wa kumwabudu mtu mwingine zaidi ya Mungu wa Danieli ambaye nimemuona, nimemwokoa na makano ya simba. Ninataka nikueleze, ninataka nikwambie kanisa la Bwana, Mungu tunayemtumikia ni Mungu mwenye nguvu. Ninataka nikueleze, kuna kitu mfalme akakifanya, kuna kitu Mungu akakiangalia kwa Danieli. Akaangalia watu waliomzunguka Danieli, akaona ni watu wengi mno, akaona ni jeshi kubwa ambalo linatafuta kumwangamisha. Ninataka nikueleze, Mungu akasimama mwenyewe. Ukitetewa na Mungu utatetewa kweli kweli, tofauti na kutetewa na mwanadamu. Mungu alisimama kumtetea, na ndio maana katika maisha yetu lazima tukubali kwamba Mungu tupo chini yako, tunashuka kwa unyenyekevu, tunahitaji msaada wako. Tuwe ni watu wa kupondeka, kukubali kufundishika, kukubali kutulia katika uwepo, ili Mungu apate nafasi ya kututetea na kutupigania. Hatuwezi kwa akili zetu, Danieli hakuweza kwa akili zake. Unapojiangaisha Mungu ananyamaza, lakini unaposema Mungu kaa kwa ajili yangu, ndipo Mungu anafanya. Unapopigana kwa akili zako, Mungu ananyamaza. Danieli hakupigana kwa akili zake. Mimi nataka nikueleze, umesimama mahali hapa, unatafutwa, unawindwa ili uweze kuangamishwa, lakini huwezi kwa akili zako, huwezi kabisa, wala huwezi kwa njia ya waganga, wala huwezi kwa njia ya chale, bali unaweza kwa njia ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, yeye aliyekufa kwa damu sio kwa hatia, ili uweze kubeba hatia zetu. Na ndio maana tunasimama kwa ujasiri, ndio maana tunazisema habari za Kristo, maana ndani yake kuna nguvu, ndani yake kuna ushindi na uwezo, ndani yake kuna uimarisho, ndani yake kuna uponyaji, ndani yake kuna mafunuo, ndani yake kuna kujiamini, ndani yake tunawezeshwa, ndani yake tunatamka, hatuogopi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema ndipo akaheshimu, akawakamata waliofanya mipango. Ninataka nikueleze, akawakamata waliofanya mipango, akawageuza na kuangamisha. Na ndio kusudi la Mungu, anageuza wanaotafuta kukuangamisha, anageuza wanaotafuta kukua, anachukua mauti waliotaka kukupa, anawageuzia wenyewe. Mungu anapigana na maadui zako, Mungu anapigana na watu wanaotaka kupotesha, Mungu anapigana na watu wanaotaka kuzofisha kiimani. Inawezekana umezofishwa kwa maneno makali, inawezekana umezofishwa au Aisha na kiongozi wa kanisa, inawezekana umezofishwa na mshirika mwenzio, inawezekana umezofishwa na jirani yako, inawezekana umezofishwa. Ninataka nikwambie, kwa Mungu wetu hakuna, Mungu haangalii cheo, Mungu haangalii nafasi ya mtu, Mungu haangalii kipaji cha mtu, Mungu anaangalia unyenyekevu, Mungu anaangalia roho iliyopondeka. Mungu haangalii wewe unajua kutamka kiasi gani, Mungu haangalii wewe unahubiri kiasi gani, Mungu haangalii wewe unafundisha kiasi gani, Mungu haangalii wewe unaimba kiasi gani. Hata kama umekaa na kutulia, lakini moyo wako umeumimina kwa Bwana,